Umutambo, umaskini, njaa, umaskini. Na kaunti ya Trans Nzoia George Natembeya ameibuka tena na kuanza kuikosoa serikali ya Rais William Ruto. Hii Kakamega ndio headquarter ya Muluya, si ndio? Na Wajackoya na Juba. Kwenye kaunti ya Vihiga, kaunti ya Kakamega na viunga vyake, alihubiri wito wa umoja miongoni mwa wakazi kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Pia alikashifu serikali kwa madai ya kutumia rasilimali za eneo hilo kunufaisha watu binafsi. Kiajiri polisi, wengine wanabebwa na malori, nyinyi mnabebwa na bodaboda. Hii maneno kubali kweli? Wameua Nzoia, wameua Mumias na hawataki tuongee. Wanataka tunyamaze tu. Katiba ya Kenya inakubali watu kuongea, na mimi sitaogopa kwa sababu nalindwa na katiba. Sasa mimi ni komando. Kwenye kaunti ya Bungoma, Gavana Natembeya aliahidi kukomboa eneo la Magharibi kutoka mikononi mwa viongozi aliodai wanatumia eneo hilo kwa manufaa yao binafsi. Aliwataka viongozi wakuu kutoka eneo hilo wakiongozwa na Spika wa Bunge la Kitaifa Moses Wetangula na mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi kuwaeleza wakazi wa eneo hilo kuhusu matunda ya mkataba waliotiwa saini kati yao na serikali ya Kenya Kwanza. Ili wale watu ambao wajua Western Magharibi kuna watu waone. Bungoma mpambo. Na mimi nimekuwa kwa serikali kwa miaka mingi. Na ninajua ile matatizo ambayo yanafanya kama watu wa Jumuiya wetu. Tumeona? Hadi sasa tumeiona? Hakuna. Msipopewa mnafanya nini? Kuna kitu mtafanya kweli? Sasa sisi tumesema kuanzia 2027 jamii ya Magharibi tutakuwa na nyumba yetu, ndio? Ile meza ambayo mambo inaenda kupangwa hatutapitia kwa nyumba ya mtu mwingine. Tutaenda direct kwa hiyo meza, ndio? Na mimi nikisema kwamba Muluya ni namba 2 Kenya katika idadi ya watu. Kuna watu wengine hawataka kusikia maneno wanafanya mimi, ndio? Lakini ukweli lazima usimame wakati wote. Huku kampeni ya kusaka uungwaji mkono miongoni mwa viongozi ikiendelea, baadhi wanadai eneo la Magharibi lina nafasi nzuri ya kumteua kiongozi atakayeongoza taifa, ikizingatiwa kuwa eneo hilo ni la pili kwa idadi kubwa ya kura baada ya eneo la Mlima Kenya. Mwana wa Mungu alikuja akajitolea, akakufa, watu wa Mungu wakapona, si ndio? Mimi nataka dunia isikie kwamba Natembeya kimejitolea. Hata mkiua yeye, amepanda mbegu kwa roho za watu yake. Ama namna gani? Wakimaliza Natembeya leo, Natembeya mwingine anainuka. Ama namna gani? Gavana Natembeya amekuwa mkosoaji mkuu si tu wa serikali ya kitaifa, bali ameibuka kuwa kiongozi anayepania kutoa usukani wa kuongoza jamii pana ya Mulembe. Mimi nimesema 2027 tutakuwa na nyumba yetu. Siasa ya kupeleka kwa meza, kualikwa kwa meza tumekataa, si ndio? Mahali masuala ya jamii zote inapangiwa, Muluya atakuwa kwa hiyo meza. Ama namna gani? Wasituseme kwamba tukiongea hivyo tunaongea ukabila. Kila jamii kuna kiongozi yao, si ndio? Ruto anaongoza wa Kalenjin. Kalonzo anaongoza wa Kamba. Raila anaongoza wa Jaluo. Rigiji anaongoza wa Kikuyu. Nani anaongoza wa Luya? Mnasema mimi? Wangapi wanasema Natembeya? Wangapi? Mimi nataka ile meza mambo inapangwa. Mupige kura mahali pamoja, mwenye anaenda kwa meza akuwe na nguvu. Ama namna gani? Asikuwa ya kubeba ujinga namna hivyo tunabeba ujinga. Baadhi ya wananchi walitoa kauli zao kuhusu jinsi mawimbi ya kisiasa yanaendelea kuvuma eneo hilo. Kwa hakika nimefurahi sana pakubwa kuona His Excellency Honorable George Natembeya akikanyaga mji wa Kandui kwa kishindo kikubwa sana, na tumemkaribisha licha ya tetesi kwamba hawezi kanyaga Kandui. Tumekuwa pale kuhakikisha Natembeya lazima kanyage Kandui, na tumemfurahia na anaenda kuwa kiongozi wetu wa Waluya in Western Region. Political rights kila mtu wako nazo.
Yeye ni mwanasiasa tu wa kawaida, haya kama wale wanasiasa wengine. Yeye ni Mkenya na pia sisi ni Wakenya. Sasa lazima tungemsikiza kama ingeliwezekana, na hatungemfukuza kwa sababu yeye amekuja, na sisi tunataka amani, na amani idumishwe na amani iwe. Sababu upinzani iko na nafasi yake ya kufanya kazi na serikali pia ifanye kazi. Lakini kuzuia upinzani, hiyo ndio kupatia upinzani nguvu. So naona venye wameshika Natembeya wakamweka ndani. Wasifikiria wanamzuia. Hapo ndio wamempatia umaarufu. Hata sasa Natembeya ako juu zaidi ya Mudavadi na Weta. Nikiripotia mtazamo wa Dira Runinga ya Tandao, jina langu ni Felix Wanjala.